Karibu kwenye mashua ya makala, safari ya ukweli, historia na simulizi zinazotikisa bara la Afrika. Leo tunamzungumzia mwanamke ambaye alitoka kwenye vumbi la makunduchi, alipaa hadi ikulu ya taifa. Mwanamke ambaye alinyamaza, lakini ulimwengu ukasikia sauti yake. Mwanamke ambaye historia haitamuita tu rais, bali nembo ya uthubutu. Hii ni hadithi ya Samia Suluhu Hassan, mwanamke bomba, jasiri na mwenye safari itakayotikisa ulimwengu. Kabla tuchimbe ndani ya simulizi hii ya nguvu, bonyeza subscribe, ungana nami Isa Mashua kwenye safari ya uhalisia, maarifa na makala halisi kutoka Mashua TV Kenya. Sasa tuzame kwenye simulizi ya mwanamke huyu ambaye alibadilisha historia ya Tanzania. Alizaliwa tarehe 27 Januari mwaka 1960 katika kijiji cha Makunduchi, kaskazini mwa Unguja, kisiwa chenye harufu ya karafuu, upepo wa bahari na historia ya ujasiri wa watu wake. Baba yake mwalimu, mama yake mama wa nyumbani. Maisha yalikuwa ya kawaida, lakini ndani ya moyo wa msichana huyu kulikuwa na ndoto zisizo za kawaida. Shuleni Samia alijulikana kwa utulivu, bidii na maono makubwa. Alijua mwanamke anaweza, si kwa maneno bali kwa vitendo. Baada ya shule akaanza kazi serikalini kama afisa mdogo. Wengi walimuona kama mfanyakazi wa kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na moto wa kuleta mabadiliko. Akaendelea na elimu, akasomea utawala wa umma. Baadaye akaenda Manchester, Uingereza kusomea uchumi. Elimu haikumtoa nyumbani, bali ilimrudisha akiwa na maarifa ya kupigania maendeleo. Mwaka 2000 akaingia rasmi kwenye siasa. Aliamini mageuzi hayaji kwa kulalamika, yanakuja kwa kujitokeza. Akaanza kama waziri wa utalii, biashara na uwekezaji Zanzibar. Hapo ndipo jina lake likaanza kusikika kwa heshima. Mwanamke asiyeogopa majukwaa, mwenye busara kuliko makelele. Kisha mwaka 2010 akavuka bahari kuingia kwenye siasa za muungano. Alichaguliwa kuwa mbunge wa Makunduchi na kuteuliwa waziri wa muungano ndani ya mfumo uliojaa wanaume wakali. Samia alisimama kimya, lakini sauti yake ilianza kupenya mipaka. Mwaka 2015 historia iliandikwa. Samia Suluhu Hassan akawa makamu wa rais wa Tanzania, mwanamke wa kwanza katika historia ya taifa hilo. Wengi waliona ni hatua ya heshima kwa wanawake, lakini wachache tu walijua ni mwanzo wa ukurasa mkubwa zaidi. Ndani ya utawala Magufuli, Samia alijulikana kwa unyenyekevu, uvumilivu na hekima. Alinyamaza, lakini alisikiliza, alijifunza na alingoja wakati wake. Machi mwaka 2021, taifa likatetemeka. Habari zikapita. Rais John Pombe Magufuli amefariki dunia, na kwa mujibu wa katiba, Samia Suluhu Hassan akapanda rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hotuba yake ya kwanza, alisema kwa sauti ya huzuni na nanukuu, "Leo si siku njema kwangu kuzungumza nanyi kwa sababu nina jeraha ndani ya moyo wangu." Mwisho wa nukuu. Lakini baada ya machozi, jukumu likabaki mikononi mwake, Mama Samia. Sasa rais wa taifa, mwanamke, Mzanzibar, mama kiongozi. Alianza kwa upole, akarudisha diplomasia iliyodorora, akaanza mazungumzo ya amani, akafungua milango ya uwekezaji na chanjo za COVID-19. Wengine wakasema ni rais wa maridhiano, lakini wengine wakasema ni kiongozi anayejaribu kurudisha sura laini ya chama kilichokuwa kimetisha wengi. Lakini Samia hakujibu kwa maneno, alijibu kwa kazi. Miradi mikubwa ikaanza, barabara zikajengwa, na dunia ikaona mwanamke ambaye haogopi kusimama katikati ya dhoruba. Lakini si hadithi zote ni tamu. Siasa za Tanzania zikaanza kupata joto. Wapinzani wakalalamika, mikutano bado imebanwa, sauti za upinzani zikififia. Wengine wakatoweka, wengine wakakamatwa. Na mwaka 2025 uchaguzi ukaja. CCM ikashinda tena kwa kishindo, lakini midomo ikabaki imefunguka. Je, huu ulikuwa ushindi wa wananchi au ushindi wa mfumo?
Mashua yetu haiji kupamba mtu, inakuja kuzungumza ukweli kwa heshima lakini bila woga. Leo Samia Suluhu Hassan ni sura ya mwanamke wa Afrika anayethubutu, anayezungumza kwenye majukwaa ya dunia, anaongoza mazungumzo kuhusu mazingira, maendeleo na nafasi ya wanawake. Lakini nyumbani bado kuna maswali. Je, ataacha urithi wa mageuzi? Je, ataandika ukurasa mpya wa demokrasia? Ama ataendelea kubeba mzigo wa chama kisichotaka kubadilika? Kutoka Makunduchi hadi Ikulu, kutoka afisa mdogo hadi rais wa taifa, kutoka kimya hadi sauti ya bara zima. Hii ndiyo safari ya Samia Suluhu Hassan, mwanamke, mama na kiongozi ambaye historia itamhukumu kwa kazi zake. Hadithi ya uthubutu, maamuzi na mwanadamu anayekabiliana na mfumo. Hii ilikuwa Mashua ya Makala. Mimi ni Isa Mashua, baharia wa ukweli katika bahari ya historia na nguvu za Afrika. Usisahau kusubscribe, kushare na kuandika maoni yako, kwa sababu safari ya historia bado inaendelea.